Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel hii, naomba uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu ni kuhabarishe. Sasa hivi Rais Samia Suluhu Hassan yuko katika njia panda, kwa sababu ameweza kugeukiwa na msemaji wa serikali ya Tanzania ambaye anaitwa Musiwa. Kivipi? Amemgeuka hadharani, jambo ambalo limeonekana kuwa na taharuki hapa Tanzania. Unapotazama kwa skrini yako, kuna chapisho hapa linasema hivi, naomba tukaweze kusoma pamoja. Linasema hivi, huyu ni Gerson Msigwa alisema, hakuna Mtanzania atakayelipishwa kuhusu deni la taifa. Nirudie, hakuna Mtanzania atakayelipishwa kuhusu deni la taifa. Sasa iko hivi, tunajua kweli sasa hivi serikali ya Tanzania na Tanzania mzima tuko na deni ambalo tunastahili kulipa kama Watanzania, ambalo ni zaidi ya trilioni 111 kufikia sasa. Nimesikia wameongeza madeni mengine, na deni hili la kitaifa zaidi ya trilioni 111, yule ambaye analipa ni mlipa ushuru kama mimi na wewe ambaye unatazama hii kanda. Sasa Musiwa, huyu ni msemaji wa serikali, amejitokeza kwa vyombo vya habari na kutangaza na kugeukia Samia Suluhu Hassan kwamba hamna mlipa ushuru ambaye ni Mtanzania anaenda kulipa deni la taifa. Najua sasa hii serikali ni kama wamekuwa waenda wazimu, kila mmoja anaongea kile ambacho anafikiria. Musiwa ni mtangazaji, alisomea mambo ya utangazaji, anastahili kuelewa kwamba kwa taifa lolote baada ya kukopa deni, mlipa ushuru wa nchi husika ndiye analipa ushuru. Ushuru huo asilimia fulani inatengwa ili kulipa deni la taifa. Lakini sasa amegeukia Samia Suluhu Hassan kwamba hamna Mtanzania ambaye atalipa deni, na sisi ndio walipa ushuru. Najua hata ukienda kununua mafuta ya mboga kuna ushuru pale unaitwa VAT. Mnaelewa? Hata ukipanda kwa gari kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, mafuta VAT inatolewa, kumaanisha sisi wa Tanzania ndio tunalipa deni hili. Na sasa nakuja kumgeukia rais kwamba hamna Mtanzania ambaye atalipa deni. Huu ni uchochezi ama ni kutuweka Watanzania kwa shimo ambalo tuonekane sisi ndio wapumbavu, kwamba hatujui kinachoendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Najua haya yote ndiyo yanachangia Samia ananyimwa misaada kutoka mataifa mengine. Canada ilijiondoa, Marekani ikajiondoa, Uswidi ikajiondoa, bunge la Ulaya likajiondoa, Umoja wa Mataifa wakajiondoa. Ni kwa sababu wale ambao wako serikalini hawaelewani kile ambacho wanachokifanya, ama hawajui kinachostahili kufanyika kufanikisha maendeleo na kufanikisha taifa kusonga kutoka kiwango kimoja kuelekea kiwango kingine. Najua Samia aliweza kujichagua, akajitangaza, akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi, akaingia ofisini. Sasa akafanya uteuzi. Uteuzi wake ni kuleta kina Musiwa hawa ambao wanasema mambo ambayo hayaeleweki, watu ambao hawakuwa qualified, hawakuhitimu kushikilia nyadhifa mbalimbali. Sasa habari hii ya Musiwa ni kupotosha wananchi wa Tanzania kwamba sisi wa Tanzania hatuwezi kulipa deni la kitaifa. Nani sasa anaenda kulipa? Wacheni bana, wacheni. Ndio maana wanaharakati hapa Tanzania wanasema liwe liwe, lazima kutokuwa na maandamano, kwa sababu tunataka katiba mpya ambayo italeta haki na demokrasia hapa Tanzania.
lazima Tundu Lissu aachiliwe na uchaguzi mkuu uweze kufanyika na tume mpya ya uchaguzi ikaweze kuteuliwa ili uchaguzi wa uwazi ufanyike. Tukalishe viongozi ambao wanaelewa Ikulu, tukalishe viongozi ambao wanaelewa katika bunge la kitaifa, tukalishe madiwani ambao wanaelewa masuala muhimu ya demokrasia na vile uongozi upo. Sio kutangaza kwamba 98% ni ya Samia Suluhu Hassan na wabunge wote isipokuwa wawili ni wa CCM. Tunataka watu ambao wameenda darasani, wamesoma, wanaelewa masuala muhimu ya kitaifa. Sasa hayo yanaonyesha ishara kwamba Samia yuko na watu ambao hawakuhitimu katika nyadhifa ambazo wako nazo sasa hivi, baada ya yeye kuwachagua, kuwateua kuongoza nyadhifa hizo. Wengine ndio hawa tulisikia hivi majuzi wakitoa mzomo wakiwa katika bunge la kitaifa, wakisema kwamba kuna msaliti mkubwa anaitwa Yuda katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, yeye ndiye amechelewesha maendeleo, na alikuwa anamaanisha Emmanuel Nchimbi. Na huyo ukimlinganisha na Emmanuel Nchimbi anatoka hapa Tanzania, anaenda mataifa, anaenda kuwakilisha Tanzania. Alikuwa anatumwa na Samia Suluhu Hassan, anaenda mataifa kuzungumza Kiingereza, anaenda kupromosha Kiingereza kule. Na huyo ambaye anamuita kwamba yeye ni msaliti, kwamba yeye ni Yuda, tukimtuma pale nje, kizungu kitaingia mitini, kizungu kitaingia kwa nyayo za miguu. Tunataka viongozi ambao wanaelewa, wanapokosoa wengine wanaelewa kile ambacho wanazungumza, sio tu kuzungumza kwamba umeweza kurepresent ama kuwakilisha eneo fulani ukiwa bungeni. Hakuna. Sasa imefika wakati viongozi halisi wanastahili kuchaguliwa kuongoza nyadhifa hizi, ikiwa tunataka kusukuma gurudumu la maendeleo katika taifa letu la Tanzania, ili tuelewe nani anastahili kuwa kiongozi katika wizara fulani, katika nyadhifa fulani, ili tusongeshe Tanzania izidi kunawiri hapa Tanzania na mataifa mengine. Tusubiri tu tuone mambo ya wanaharakati na baadhi ya viongozi kutoka mrengo upinzani, ikiwa watafanikisha maandamano ambao wamekwisha tangaza kufanyika katika taifa hili la Tanzania. Naomba tusubiri tuone, ili tuwe na viongozi ambao watafanikisha maendeleo. Naomba nitamatishie hapo tu, lakini tutakutana baadaye kwa kanda nyingine ambayo nitaileta na kuitengeneza kwa kina. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, nyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem katika channel yetu ya Tanzania Eye TV. Kwaheri kwa sasa.